Okay. Basi Mungu akubariki mahali pale unapatikana. Ninasalimu kila mtu mnaifuata Radio PGC TV USFM Lancaster, Pennsylvania. Mimi ni Jean Baptiste Paluku Moloveria na mkongo ni Janete Masika, na kuja kukumbusha kwamba Saturday tuko na maombi saa 9 mpaka saa 11. Karibu, tunakaribisha pale kwenye 450 North Press Street, Lancaster, Pennsylvania. Karibu, tunakaribisha na Mungu wetu akubariki. Ama unataka kutafuta kwa namba, tupigie katika namba 797 696 7645. Again, 797 696 7645. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. So ndo vile ndio programu. Nilipenda tugawanye neno la Mungu kwa dakika kidogo kwa utukufu wa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Hili neno linapatikana ndani ya kitabu cha Zaburi 112 mstari wake wa kwanza. 112 mstari wake wa kwanza. Kitabu cha Zaburi 112 mstari wake wa kwanza. Tunasoma kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo. Maandiko nasema, katika shida yangu nilimulilia Bwana naye akaniitikia. Katika shida yangu nilimulilia Bwana naye Bwana akaniitikia. Ndugu mpendwa, haiko kila mtu ndio anadiliaka. Haiko kila mtu ndio anadiliaka. Kuna watu ulishawapigia masimu, ushawatafuta, unaandikia barua na wengine wanatumia message, lakini depuis message uliitumaka ishafanya deza hayajibiwaka. Après une année ndio nakia kutanisha message anajibia se okay, message ya année passée. Leo tuko mwezi wa 9. Mtu ulimtumia ka message année passée, me anakia kuiona mwezi wa 9 na ulimtumia kama mwezi wa 9, mwaka mwena inapita depuis ulimuombaka. Sasa ulikuwa mahitaji ya urgence. Nikusema nini? Maandiko nasema alaniwe atakayetumainia mwanadamu. Alaniwe atakayetumainia mwanadamu. Uko muhitaji ya urgence, kama uko muhitaji ya haraka, tafuta Mungu. Biblia inasema ndani ya kitabu cha Mathayo sura ya 6, inasema Biblia inasema ya kwamba kuomba, nasema kuhusu kuomba. Sura ya 7 tafadhali nasema, tafuteni na utapata, pigeni hodi na utafunguliwa, bisheni utafunguliwa, tafuteni utapata, ombeni na utapewa, pigeni hodi na utafunguliwa. Maana kila aombaye anapewa kila anachokihitaji. Bwana sifiwe. Kila anayeomba Roho Mtakatifu anapewa ile roho. Bwana sifiwe. Kwa hiyo tusiwe watu ambao tunakataa kumtafuta Mungu mwenye iko na kila kitu. Kabla kitu kiwe kionekane, kinanjaka kiroho. Mungu wetu ni roho, na kila kitu kenye tunahitaji tufanyikiwe kiko katika maisha yetu ya kiroho. Tunahitaji kumtafuta Mungu kwa ndani. Biblia inasema, akasema katika shida yako na mulilia nani? Wengi mnajua kulilia watu. Maandiko nasema atlainiwe atakayetumainia mwanadamu. Kwa hiyo tuko na prayer tuko nayo, si faida yangu, haiko faida ya mtu mwingine, haiko faida ya Mungu, ni faida yako. Kama uko na besoin ya prayer, karibu kwenye maombi. Mungu wetu anajibu maombi. Maombi ambayo tunaiomba kwa njia ya adoration. Tuko kama tunamwabudu, kwa sababu maombi yetu ni adoration. Ni maabudu ya kumwabudu yule ambaye anastahili kufanya kila kitu. Mwanadamu anaweza kusaidia, lakini mwanadamu kuna mwisho. Mwanadamu anachoka. Kwa hiyo ndugu mpendwa, kuja tuweze kuungana pamoja na tuweze kumtafuta Kristo. Samedi tarehe 7
mwezi wa 9 na saa 9 mpaka saa 11 ya jioni tuna priere. Wote ambao mnapatikana pa Lancaster tunawahitaji karibu, na Mungu wetu awabariki, awatendee mema. Na wale ambao uko mbali mnahitaji zenu, maandiko nasema kwamba nitatafuta katika shida yangu, ninalilia Bwana, nalililia Bwana, Bwana naye akaniitikia. Unajua hakuna kitu kia mzuri zaidi wakati unapoita mtu na mtu anakuitikia. So unapiga miss call, ile miss call mtu anakuambia sikukua. Mungu wetu hapana, hakuna siku tampigia anasema sikukua. Ukipigia mtu anakatala kujibia na ulikuwa muhitaji haraka, unamshiriki yaka, hapana, mwana wa shirikia bure. Maandiko nasema ukweli kwamba alaaniwe daire mwenye anatumainia mwanadamu. Mtu ni mtu, naye anaweza kukosea, anaweza kukosewa, anaweza kuweko na kitu, lakini kuna vitu vinamfunga asiweze kuonekana. Na sasa kama unampigia na unakataa kabisa kuacha ujumbe, atakapofika na kuta miss call, na atapiga saa zingine ama hatapiga, hii miss call ya haitajulikana maana yake. Na wengine wakati wanapoomba pia wanapoomba, kwanza kitu moja utajua kwamba kwa Mungu hakuna miss call. Unapoomba unajibiwa, na wakati unapojibiwa Mungu anatenda. So kuna watu wengine wanapoomba anaenda tu kusema sema, lakini ndani ya maombi yake hamuna message. Ni kama miss call, hamuna message. Mtu ataona ulipiga simu uliadore, uliabudu. Tunapoenda kwa Mungu tunaamini ya kwamba Mungu ametuokoa na anaendelea kututendea, ya kwamba anatupa. Pia tunaamini kile atakachotufanyizia. Lazima wakati unapoenda kwa Bwana usimwamini tu kwa kusema kwamba yuko Bwana, muamini na uamini kile ambacho atakachokupa, kwamba chiko rio, kinapashwa kuwezekana. Ndio maana maandiko nasema haiwezekani mtu kumpendeza Mungu pasipo imani. Maana kila anapokuja kwa Bwana lazima apate kuamini ya kwamba Mungu yupo na anawapa zawabu wale wanaomtafuta. Anawapa zawabu. Ni kusema unapomtafuta Mungu kuko zawabu. Bwana sifiwe. Hauwezi enda tu vile mwanadamu, unakutana mwanadamu mwenzako asema unatoka na story. Ukitafuta Mungu hakuna story. Iko rio, kenye unahitaji utakipata. Hakuna kitu kinashindikana kwake, yote yanawezekana kama unaomba kwa mapenzi yake, si kwa kutimiza tamaa za mwili. Basi Mungu akubariki. Kumbuka alitafuta Mungu na Mungu akamsikia, akamuonekania. Bwana asifiwe. Na maombi yake njoo hii nyaliomba. Anasema, Bwana, uniponye nafsi yangu na midomo ya uongo na ulimi wa hila. Kuna maombi mengine unaweza kuyaomba, unaomba affection inapotendeka, lakini kenye kilikoze ile affection haukiombe. Ni kusema nini? Uko katika problem, mekumbe ile problem iko na source kwenye ilitokea, uko nenda kuombea resulta, yani consequence. Unashindwa kutrete source ya consequence, ndio problem leo. We unakuwa kwa maombi, unaenda kuombea maumivu, unashindwa kuombea magonjwa. Njo huyo akasema, Bwana niponye nafsi yangu na midomo ya uongo. Kumbe mdomo ya uongo inaweza kufanya nafsi yako igonjwa, na maneno ya hila. Uongo, kila mtu anajua kwamba kusema uongo ni kusema kitu kenye hakiko, na ama kushuhudia vitu vyenye haviko kwamba vipo. Hila
ni kwamba mtu anaweza akakuuliza ile swali anakuuliza swali ambalo hata kuuliza swali kwa hata kuuliza jibu kwa nafasi ya swali. Ni kusema jibu ya swali atakuuliza hayo kama swali, wakati ni jibu ya lile alingekuwa swali. Kwa hiyo kwa mfano, mtu amekuja kwako anakuuliza, uko mwanaume? Uliumbiwa mwanaume? Ama anakuuliza, dada, wewe uliumbiwa mwanamke? Simjibu niko mwanamke, sumeniita dada. Jibu niko mwanaume, sumeniita. Jua nini utamuuliza? Anataka neno lile kwa nini uliza? Kwa nini umesema hivi? Hila sasa ataanja story yenyewe acha kwa sababu ile ulizo ilikuwa piège. Ilikuwa jibu anakupiege mjibu juu ile ingekuwa ulizo, sasa inakuwa majibu ya ile hila zake. Kwa mfano, shetani anamwambia Adamu, yani Eva, akasema ni kweli waliwaambia msikule. Yani ni kusema jibu la swali ndilo shetani anakuja nalo kwa kuambia Adamu. Bali sema mnaweza kula matunda ya shamba yote hii. Unaona, anajua kitu kenye anafuatilia ndani ya lile neno ambalo analisema. Ndio maana ukisoma ndani ya kitabu kinazungumza kwamba uiponye nafsi yangu katika, aseme Bwana uiponye nafsi yangu, uiponye nafsi yangu na midomo ya uongo. Ukishuhudia uongo uko mlaaniwa, ukisema uongo. Na ndio maana mtu mwenye kuna hila ndani mwake amkose uongo. Maana shetani, maandiko nasema, alikuwa mnyama mwenye hila, akaja kawadanganya. Kudanganywa kwa Adamu na Eva haikukuwa kudanganya kama vile mnadanganyika. Ni kudanganya ambao ilikuwa wanaita seduction, kumwangusha mtu kutoka autorite, domination, pouvoir ambao amepewa mamlaka, utawala na uongozi ambao amepewa ili kutawala kila kitu. Akamporomosha kwa ile level, mtu akakuwa mtu bure. Maandiko nasema akajikuta ko buchi, maana yake zero, empty, haiko covered. Jesus. Kwa hiyo alisema ni kwa ulizo la hila. Njo hila na angalisho. Ni vizuri kutembea na mnafiki kuliko kutembea na mtu mweko na hila. Maana mtu mweko na hila ana neno la ugovi, anakulizaka kitu na anataka ukisema atakuletea jambo moja ambalo litakushokea, inaweza kukubomola. Afadhali kutembea na mnafiki kuliko kutembea na mtu ambaye kuna hila. Mungu akubariki.